mlango wa 23 babu alamati nubuwa fi Islam, mlango wa alama ya utume katika Uislamu. Ni kama hizo. Hadithi inayofuatia ambayo itatuwekea wazi zaidi ni hadithi ya 459, hadithu Usaid bin Hudayr radiyallahu anhu Allah قال سيما أسيد بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة. سجتاجة بين يكي وصوم سورة البقرة أسيكو. بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، بين يكي وصوم قرآن أسيكو سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، na farasi wake amefungwa karibu na yeye. Farasi kwa hapa amefunga na hapa yosoma Qur'ani. idh jalatil faras ay ittarabat shadida, kaanza kutikisika farasi alipoanza kusoma Qur'ani. Asema fasakatu, akatulia na mimi nikanyamaza. Faqara fajalatil faras, sema nikasoma tena fasile fasakata wa sakatatil faras, faras pia akatulia. Thumma qaraa fajalatil faras, kisha farasi akaanza kutetema. Fansarafa, akapiga salamu sasa. Wa kana ibnuhu Yahya qariban minha, mwanawe Yahya alikuwa karibu na farasi pale. Fa ashfaqa an tusiba, akamwonea huruma asije huyu farasi akamkanyaga huyu mtoto akamvyoga, akamwonea huruma sana. Falamma jtarahu, alipomvuta akamvuta ule farasi, rafa'a rasahu ila as-samaa, akanyanyua kichwa chake mbinguni. Hata ma yaraha, mpaka akawa hata haoni kitu, haoni chochote. Asema fa ashfaqtu falamma asbaha, ilipopambaukiwa hadatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akamtolea hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam. فقال كسمة اقرأ يا ابن حذير، اقرأ يا ابن حذير، صوم. ابن حذير نان نهو صحابة أسيد بن حذير. صوم ثم كان قال فأشفقت يا رسول الله، سمعني منجي وانا خوف ewe mtume antata Yahya ule farasi kwa haraka zake zote zile, sio akamkanyanga mwanangu Yahya akammaliza. Wakana minha qariban, alikuwa karibu na farasi. Farafa'tu rasi, nikanyanyua kichwa. Fansaraftu ilayhi, kamwendea ule farasi. La araha, farafa'tu rasi ila samaa, nikanyanyua kichwa changu kuangalia mbinguni. Asema fa idha mithlu dhullatin fiha, ghafla nikaona mfano wa kiwingu katika mbingu, amthalul masabih, mfano wa taa. Fakharajtu, nikatoka. Hata la araha, mpaka nisione mimi. Qala watadri madha, wajua kitu gani hicho ulichokiona? Qala la shay'a, tilka almalaikatu danat li sautika, hawa ni malaika wamekuja karibu kwa kutaka kusikia sauti yako ili uendelee. Ni malaika wale. Walau qara'ata la asbahta yanzuru an-nasu ilayk, ungeendelea kusoma basi watu wangepambauka, wamepambaukiwa asubuhi, ungekuwa kuangalia. La tatawara minhu, huwezi ukajificha kutokamana na kujistiri na watu. Ukikuwa na uko pale wasoma Qur'ani na watu wa kusikiza, ingekuwa khairi kubwa sana ndio ungeendelea
kusoma namna hii hali inakuwa hivi kwa wale watu ambao kwamba ni wema waliotangulia kusoma Qur'ani namna hiyo. Hadithi ni sahihi pokewa na Bukhari katika kitabu cha 66 Fadailul Qur'an mlango wa 15 babu nuzulul malaika babu nuzul sakinati wal malaika inda qira'ati al-Qur'an, mlango wa kuteremka utulivu kwa mwenye kusoma na kuteremkiwa na malaika wakati anaposoma mtu Qur'an. Kwa hivyo usione kwamba wewe wasoma Qur'an tuwapita, la. Sasa takana na basi uwe na kuna adabu fulani yapatikana kwa yule mwenye kusoma, awe na adabu na ihtiramu na khushu' katika kusoma kwake Qur'an. Naam, asema jalat al-faras ittarabat shadida, litikisika kabisa kwa nguvu sana. Falamma istarrahu al-bawvuta ule farasi ay istarra Usayd ibnahu Yahya min al-makan alladhi huwa fihi, alipomvuta Usayd mwanawe, si farasi, mwanawe Yahya ambaye alikuwa yuko ile sehemu alladhi huwa fihi, hata la tusiba al-faras, hata la tusibahu al-faras, mpaka ule farasi simdhuru. Wajtarahu, akamvuta, ay man jarrahu yajruhu idha sahibahu, kumuondoa sahiba, amemuondoa sahiba ni kumuondoa mtu na pale anapokaa, na sahiba vile vile kufungua. Mkienda kwenye benki pengine unaona kuna push na pull, nafikiri idfa ishab, هذا اسحب. تفهم زين؟ نعم نعم. اقرأ يا ابن حضير سوما. اقرأ ليس أمرا بالقراءة حال التحديث، si kwamba alikuwa anamwamrisha wakati ule anapozungumza akasome, bal maana kana yambaki lak, wakati ule alikuwa yatakikana an tastamirra ala qira'atik, uendelee tu, wataqtanima ma hasala lak, upate ziada ya faida ya yale uliyoyapata min nuzuli sakina, kuteremkiwa na utulivu, wal malaika, na malaika, watastakthir min alqiraa, ungezidisha kusoma, alati hiya sababu baqa'i, ambayo ni sababu ya kubaki wale malaika na ile sakina. Asema fa ashfaqtu ay khiftu adhulla ya sahaba, ni kiwingu, kanat fiha malaika, kulikuwa na malaika, wa ma'aha sakina, na kulikuwa na utulivu. Fa innaha tanzilu abadan ma'a almalaika, kile kiwingu daima huteremka na nini? Na malaika, ambao kwamba ni nini? Ni utulivu. Kwa hivyo somo Qur'ani ni muhimu sana. Hadithi yetu imepokewa na Bukhari katika mlango huu wa 66 kitabu Fadail al-Quran, mlango wa 15 babu nuzuli sakinati wal malaikati inda qira'ati al-Quran.